Mwaminifu mtakatifu, katika jina jema la Mwokozi wetu Yesu Kristo, moyo wetu, kila mmoja wetu una furaha kubwa kwa sababu tumehudhuria tena uweponi mwako. Mungu siyekuwa mbali, Mungu aliye karibu, Mungu aliye pamoja nasi. Jioni ya leo tena tumetamani tusikie na utusaidie, uzitie akili zetu ufahamu, uwezo wa kuelewa unaposema, uwezo wa kupokea, uwezo wa kutafsiri kwenye maisha halisi ya siku kwa siku, ili kwamba mambo tunayosikia yageuke kwa maisha ndani yetu. Asante kwa sababu mimi binafsi pia nimejisalimisha mbele zako, na hata sasa naendelea kujisalimisha mbele zako, kuomba kwamba unipe neno tena kwa ajili ya kanisa, unipe ufunuo, unipe mamlaka ya kunena, na liambatane na nguvu za Mungu na udhihirisho katika kuomba kwetu. Nasema asante na kushukuru, ni katika jina la Mwokozi wetu Yesu. Amen. 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 Bwana wetu Yesu asifiwe. Wangapi wanayo furaha? Wote mna furaha? Asante. Mnachokiona kwa ajili ya mwaka unaokuja? Kuna siku tuliomba Mungu atupe tu kupata picha ya mwaka utakuwaje. Kuna watu wanaona mwaka, wangapi wanaona? Asante. Amen. Jana nilikuwa nazungumza na tulikuwa na mahafali hapa ya Untold, ile shirika tunafanya nalo hapa, nalotoa huduma kwa ajili ya wajasiriamali wadogo na mafunzo kwa ajili ya wajasiriamali wadogo, Untold. Tulikuwa tunafanya mahafali ya ile batch ambayo ilikuwa inamaliza jana. Tunakuwa nao miezi 9 wanamaliza, wanakuja wengine. Sasa jana tulikuwa na mahafali, nikawa nawaambia namna watakavyo kwenda kutumia haya walioyapata, mafunzo walioyapata. Nikawaambia ukitaka ufanikiwe, mafunzo yasiishie hapa, tengeneza picha ya kufikia mwaka kesho utakuwa wapi kupitia haya mafunzo. Miaka kadhaa ijayo utakuwa nani kupitia haya mafunzo. Mungu alipotaka kuwapa watu nchi ya Israeli, ilikuwa inaitwa Kanaani wakati ule, aliwaambia viongozi wao waende wakaone. Mungu alichokuwa anataka ni kutengeneza picha, waone nchi watakayorithi. Waje waambie watu waanze kuwa na picha tunakokwenda, kwa sababu usipoona pokwenda uwe na hakika hutaenda, kwa sababu picha ndio wengine wanaita maono. Picha ya mnakoenda ndio wengine wanaita maono. Kwa hiyo usipokuwa na picha, unataka kwenda wapi, unataka kufika wapi, unataka kuwa nani, uwe na hakika hutafika. Kwa sababu kama huna picha, utaelekea uelekeo wowote. Lakini ukiwa na picha, utaelekea kule picha iliko. Ndio tofauti ya mtu ana picha na asiye na picha. Asiye na picha anachukua uelekeo wowote maadamu ni mwepesi. Aliye na picha anaelekea uelekeo ule wa ile picha alionayo, hata kama namna kufika kule kuna mabonde magumu na mito mikubwa ya kuvuka na milima mikubwa ya kupanda, habadilishi mwelekeo, kwa sababu anajua anakokwenda ni kule. Asiye na picha siku zote anatafuta urahisi, na si kila urahisi utakufikisha unakotaka kufika. Wangapi wameelewa nilichoongea? Narudia tena,
Si kila urahisi utakufikisha unakotaka. Ukiwa huna picha, utaishi maisha ambayo siku zote utakuwa unapita na kuelekea pale unapoona urahisi. Na pale unapoona urahisi si lazima pakufikishe unakotaka kufika. Wakati mwingine unakotaka kufika panagharimu mabonde, panagharimu vita, panagharimu milima, panagharimu kuvuka mito. Lakini kwa kuna jua huko ndiko nilikokuwa naelekea, huwezi kubadilisha uelekeo. Si mnaelewa? Mimi kwangu, nikiwa naenda nyumbani kwangu pale Kiseke, lami naenda mpaka mbele ya nyumba yangu. Umeelewa? Yaani shida napatiaga hapa tu kwenda kwenye lami pale. Nikishakanyaga lami ni mpaka nyumbani lami. Lakini ndaki ukitaka kwenda kwako, zile njia zako zile. Umenielewa vizuri? Sasa ndaki siku moja amue, bwana, mimi nataka urahisi na mimi nataka kutembelea lami. Unajua taishia nyumbani kwangu. Nyumbani kwangu sio kwake. Haleluya. Haya mabonde na haya makorongo, kuvuka vuka na ile pikipiki yangu na haya makorongo, sasa hivi nataka nitembelee lami mpaka nifike. Unajua ataenda kwangu? Umenielewa vizuri? Ataenda kwangu, na kifika kwangu hakuna kitanda chake. Umeelewa vizuri? Hakuna chumba chake. Hata nguo zake za kubadilisha hazipo. Ila amependa urahisi, amefika kwa urahisi, haina shida. Amefika kwa, lakini baada ya kufika sasa unagundua huna cha kwako hata kimoja. Mfano nadhani umewasaidia kuelewa wana wanaopenda urahisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kwako panapita mabonde, unayavuka kwa sababu ndio kwako. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Fungua Luka sura 23 mstari wa 39 mpaka wa 42. Na moja wa wale wahalifu waliotungikwa alimtukana akisema, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi. Lakini yule wa pili akamjibu akamkemea akisema, wewe humwogopi hata Mungu, nawe u katika hukumu hiyo hiyo? Nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tunapokea malipo tuliyostahili kwa matendo yetu. Bali huyu hakutenda lolote lisilofaa. Kisha akasema, Yesu, sema Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Bwana wetu Yesu asifiwe. Jana nimeanza kuzungumza habari ya ufalme na nimeeleza ufalme ni kitu gani. Tukisema ufalme ni nini, tunaongea ni nini kimo ndani ya ufalme, na watu walioko katika ufalme ni watu wa namna gani, na kuwa nje ya ufalme pia ni kuwa namna gani. Haleluya. Kuwa ndani ya ufalme au kupata ufalme, Biblia imetumia lugha zote hizo. Imetumia kupata ufalme, imetumia kuwa ndani ya ufalme, imetumia kuingia ufalme. Yote inamaanisha jambo lile lile: kupata ufalme, kuingia ufalme, au kuwa ndani ya ufalme. Haleluya. Sasa
Leo nataka kuzungumza utukufu wa kifalme, the kingly glory. Utukufu wa kifalme. Ukiwa katika ufalme, moja ya vitu ni haki yako na unaenjoy ni utukufu wa kifalme. Haleluya! Utukufu wa kifalme, the kingly glory. Haleluya! Biblia inasema hivi, Yesu, Yohana sura 17, Yohana sura ya ngapi? 17. Naomba usome mstari wa 4 mpaka wa 7, halafu uruke usome mstari wa 22. Mstari wa 4 mpaka wa 7 unasema, mimi nimekutukuza duniani. Huyu ni Yesu anamwambia Baba. Alikuwa na maombi, alikuwa anafanya maombi. Katika kuomba kwake Yesu anazungumza na Baba, akasema, mimi nimekutukuza duniani hali nimeimaliza kazi ile ulionipa niifanye. Na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe. Unasikia? Mimi nimekutukuza, naomba sasa Baba na mimi unitukuze pamoja na wewe. Umeelewa vizuri? Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunapoishi, jana nilikuwa nazungumza mambo hayo ya namna tunaweza kuishi ndani ya ufalme na kukaa ndani ya ufalme. Moja hapo yale niliyosema ndio kumtukuza kwenyewe. Haleluya. Na inafanya kazi kwa kanuni hiyo hiyo. Unamtukuza na yeye anafanyaje? Yes. Ndivyo kanuni inavyofanya kazi. Unamtukuza na yeye pia anakutukuza. Unamtukuza na yeye anakutukuzwa. Wakorintho wa pili sura ya 4 nadhani mstari wa 16 kwenda wa 18 anasema, lakini hatulegei, japokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa. Kwa hiyo tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyo, bali vinavyoonekana ni vya muda na visivyoonekana ni vya. Kunatokea utukufu ambao hauondosheki. Haufanyije? Hauondosheki. Haleluya. Warumi anasema tumefanyika kuwa warithi. Haleluya. Waliowachagua aliwafanyaje? Aliwahesabia haki. Aliwahesabia haki. Kwanza aliowajua alifanyaje? Aliwachagua. Aliowachagua aliwahesabia haki. Aliwahesabia haki aliwatukuza. Umeelewa hiyo kitu? Aliowajua aliwachagua. Aliowachagua aliwahesabia haki. Aliwahesabia haki aliwatukuza. Mahali pengine anasema tunateswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Hizo ni kanuni. Yaani ukisha kuwa namna hiyo, hata kama usingependa utukufu utakufuata. Umenielewa ninachosema? Hata kama upendi utukufu utakufuata. Wakina Musa walikuwa nyenyekevu kuliko wote, lakini utukufu ulimfuata Musa. Watu walimwogopa Musa. Watu walimheshimu Musa. Siku nyingine alienda kwa Mungu, aliporudi utukufu uliokuwa juu yake wengine wakashindwa hata kumtazama. Wakawa naweka vipazia hivi. Ule mwanga wa utukufu wake unakuwa mkali, unaumiza macho yao.
Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Biblia nasema katika Yohana, anasema mimi nimekutukuza duniani hali nimeimaliza kazi ile ulionipa nifanye, na sasa Baba unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu, walikuwa wako ukanipa mimi, na neno lako wamelishika, na sasa wamejua ya kuwa yote ulionipa yatoka kwako. Mstari wa 22 maombi yanaendelea. Mstari wa 22 Yesu anaomba, anasema nami utukufu ule ulionipa nimewapa. Nasoma hiyo kitu, yaani ukishakuwa na Yesu huepuki kutukuzwa na Yesu. Ukishakuwa mwaminifu kwa Yesu huepuki kutukuzwa na Yesu. Ukishamtumikia Yesu kwa moyo wa kumpenda huepuki kutukuzwa na Yesu. Yesu anakutukuza, lazima wewe mwenyewe utake usitake atakutukuza. Dunia ipende isipende atakutukuza. Wakuchukie wasikuchukie atakutukuza. Wakupinge wasikupinge atakutukuza. Yesu ukimtumikia anakutukuza, ukimpenda anakutukuza, ukimwishia anakutukuza, haiepukiki. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Yesu mwenyewe amefanya mapenzi ya Baba yote na kazi yote ya Baba, halafu ana ujasiri anamwambia Baba, nastahili sasa unitukuze. Nimekutukuza, sasa unitukuze ili mimi na wewe tuwe tumetukuzwa kwa utukufu ule tuliokuwa nao kabla hatujaumba ulimwengu. Kuna ule utukufu wetu tulikuwa nao, naomba nipe, maana niliwacha nikaja duniani kwa mtu wa kawaida. Sasa yale mambo linituma nimeyafanya yote, sasa nirudishie ule utukufu niliokuwa nimeuacha kwa ajili ya kuja kutafuta wanadamu. Jina la Yesu libarikiwe. Nirudishie tena ule utukufu. Halafu kule 22 anasema ule utukufu ulionipa na wale ulionipa nao nimewapa. Ulinipa utukufu na mimi nimewapa utukufu. Haleluya. Wale ulionipa wakashika neno langu, lile neno lako ni wakahakikisha wamelishika. Hao ule utukufu ulionipa na wao pia nimewapa. Bwana Yesu asifiwe. Unaitwa utukufu wa kifalme. Bwana Yesu asifiwe. Sasa palitokea mtu mwizi katika jamii ya taifa lake wakati huo, taifa la Israeli la wakati huo wa Yesu. Serikali katika utaratibu wake wa kukamata wahalifu ikamkamata, ikampeleka kwenye kiti cha hukumu. Enzi hizo anayotoa hukumu alikuwa ni liwali wa Rumi, anayetawala kwa niaba ya Kaisari wa Rumi, maana lile lilikuwa ni koloni la Rumi wakati huo wa Yesu. Ile nchi ilikuwa ni koloni la Rumi, na kwa hiyo liwali ambaye wale mlio sijidhani kama kuna watu hapa wapo walioishi enzi tunatawaliwa na wakoloni wa Uingereza. Labda mzee Matias pale, mzee Mtui alikuwepo, lakini alikuwa mdogo. Labda na mzee Magadura hapa na mama kidogo, mama Mtui kidogo hapo. Mimi nilizaliwa ukoloni umeisha miezi 5 iliyopita. Yaani mimi uhuru ulipatikana na mimi nikazaliwa miezi 5 baadaye. Kwa hiyo nilizaliwa kwenye uhuru mpya, uhuru mbichi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa
wale waliokuwepo na wale waliofanikiwa kusoma historia, tulikuwa tunatawaliwa wote na mtu mmoja anaishi Uingereza. Mfalme wa Uingereza, akiwa mwanamke anaitwa Malkia, akiwa mwanaume anaitwa mfalme. Wakati tunapata uhuru alikuwa ni mwanamke, alikuwa ni Malkia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiye anatawala makoloni yao yote, yalikuwa ni mengi sana. Siku hizi yamejiunga pamoja, yametengeneza umoja wao unaitwa Commonwealth. Wote waliotawaliwa na huyo mkubwa wako kwenye umoja wao unaitwa Commonwealth. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ili atawale hizo nchi zinazoitwa makoloni, alikuwa anatuma mtu wake ambaye sasa anatawala ile nchi ambayo ni koloni. Yeye hawezi kuja kuitwa mfalme, anaitwa liwali, kwa Kiingereza governor. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaitwa liwali au kwa Kiingereza governor. Tuko na magavana huku wanatutawala kwa niaba ya Malkia. Malkia ndio mtawala wetu, lakini anawakilishwa huku na governor. Kwa utaratibu huo Warumi walikuwa nao wakiwa na tawala Palestina. Siku hizi inaitwa Palestina, inaitwa Israeli bado, hivyo majina yote ni ya kwake, lakini wakati huu inaitwa Israeli na awali inaitwa Kanaani huko nyuma. Sasa kulikuwa na governor wakati wa Yesu ambaye Biblia imemwandika kwa jina la Pilato. Ndiye alikuwa governor wakati huo, kwa mwenye mamlaka ya kusaini hukumu ya kifo kwa wahalifu kwa niaba ya Kaisari. Anakuwa ni yule governor wa pale. Kwa wakati wa Yesu, Pilato ndiye alikuwa na mamlaka ya kusaini mtu auawe kama mhalifu. Kwa huyu ndugu alikuwa mwizi, bila shaka jambazi, na hukumu ikawa imeshatolewa kwamba atauawa. Ikatokea bahati yake, siku ambayo imepangwa atauawa ikawa ndio siku na Yesu anauawa. Akajikuta wanaouawa siku hiyo ni watatu wahalifu, na Yesu alimfanya mhalifu japokuwa hakuwa mhalifu. Wahalifu wengine wawili na Yesu. Kuna jamaa alikuwa uawe hiyo siku pamoja na wale jamaa wawili, anaitwa Baraba. Sasa Pilato kwenye sikukuu za Pasaka alikuwa na utaratibu wa kusamehe mhalifu mmoja aliandikiwa hukumu ya kifo. Ikiangukia siku ya kuhukumiwa imekutana na siku ya Pasaka, anamwachilia mtu mmoja kwa kuwafurahisha Wayahudi. Haleluya. Kwa siku Yesu anasulubiwa, Pilato ilikuwa siku ya Pasaka. Kwa Pilato ana option ya kuachilia mfungwa mmoja aliyehukumiwa kifo awe huru hiyo siku. Pendekezo au yani kipaumbele cha Pilato miongoni mwa watu anataka waachiliwe akawa ni Yesu. Lakini bahati mbaya au siji ndio mpango wa Mungu, hakutumia madaraka yake vizuri, akataka watu watoe maoni. Sasa wewe ndio mkubwa, unatoa maamuzi halafu unataka maoni tena. Haleluya. Kwani mkubwa anaposamehe wafungwa anaomba maoni? Sasa anatumia tu vigezo, ana vigezo anavyovitumia kuachilia wafungwa, amemaliza, haoni tena mjadala. Kwa Pilato akaomba mjadala. Nina mtu mnataka nimwachilie leo kama utaratibu ulivyo. Ninyi mnachagua nani? Yesu au Baraba? Bwana Yesu asifiwe sana. Wananchi wakasema Baraba. Na Yesu je? Yesu asulubiwe. Basi kapita. Baraba kafunguliwa, ambaye ndiye alikuwa afe siku hiyo, na wale wengine wenzake wawili. Halafu Yesu ikabidi ndiye asulubiwe. Sasa Yesu kaenda kwenye msalaba, majirani zake kwenye msalaba wawili ni wahalifu waliohukumiwa kufa, na tarehe yao ya kuuawa ni hiyo siku. Wamekutana siku yao ya kuuawa, wamekutana ndio ya Yesu kuuawa.
Kwa wakao wako wote, misalaba iko jirani, huyu upande huu, huyu upande huu, alafu na Yesu katikati. Sasa yale maumivu ya msalaba ni makubwa sana, kwa sababu wanakutundika kwa misumari. Misumari haishiki kichwa wala huu mwili wa katikati, inashika mikono, labda sana sana wataweka na kwenye miguu. Kwa hiyo ukiwa kwenye msalaba, ile weight au ule uzito wa mwili wako, kwa sababu hauna mahali, unashikiliwa na misumari. Haleluya! Kila kitu hapa kinakaza, mapafu yanakaza, diaphragm ya hapa ndani ya kifua inakaza, mbavu zinakaza, kwa sababu weight inaelemea kushuka, alafu misumari na kung'ang'ania. Haleluya! Kwa maumivu ya pale ni magumu, ni makali, na hata upumuaji unakuwa wa shida pia. Kwa kwenye yale maumivu, jamaa akasema, tuna mtu anajifanya mwana wa Mungu, tunateseka hivi kwa nini? Haleluya! Kaanza kumtukana, wewe wana wako wa Mungu sasa ni wa nini? Wewe kwa Kristo unasaidia nini? Tuko hapa tunateseka, shuka basi na sisi tutoe kwa uwezo wako wa wewe kwa Kristo. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu kimya, hakumjibu. Yesu akakaa kimya, hakumjibu huyu bwana. Yule mwenzake ndiye akaamua kumjibu, akamwambia, wewe uogopi hata Mungu? Huyu ndugu hajafanya kosa lolote nalo stahili kufa. Sisi tunauawa sasa hivi kwa matendo tuliyotenda. Sisi tulistahili kwa sababu tumehukumiwa kwa makosa ambayo kweli tuliyatenda. Huyu hajatenda, yuko na hukumiwa hapa, halafu namtukana. Halafu kumaliza kumwonya mwenzake, akamgeukia Yesu akamwambia, Yesu, nikumbuke utakapoingia kwenye ufalme wako. Huyo Yesu akamjibu akamwambia, leo hii utakuwa pamoja nami peponi. Haleluya! Ikaishia hapo. Nini kiliendelea baada yule mtu kufa msalabani? Biblia haijakiandika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kilichotokea kwa huyo mtu na ahadi yake ya Yesu kwamba tutakuwa pamoja peponi, Biblia haikuandika. Hakuna maandishi yoyote wa Biblia aliandika kwamba sasa baada ya pale, hiyo ya kutoe pamoja peponi ilikuwaje, ilifananaje. Haleluya! Sasa mimi wakati mwingine nakuwa mpekuzi hivi, nasoma vitu kadha wa kadha. Siku moja nilikuwa na kitabu kwa muda mrefu na sijakisoma. Wakati fulani ilikuwa wakati wa Pasaka, nimealikwa Arusha na Pastor Deo kwenda kufanya semina. Sasa kwa sababu mimi natembea na hii iPad yangu, ni Biblia yangu, lakini humu ndani ni maktaba yangu. Humu ndani kuna vitabu vinavyokaribia 4,000 vimo humu ndani. Kwa nikiwa natembea, hii hapa ni maktaba yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa katika kufungua vitabu nisome nikiwa kwenye basi na safiri, nikaangukia kwenye kitabu kimoja ambacho mara nyingine nilikuwa nikifungua na kipita, nikasikia kusukuma kukisoma. Nikaanza kwanza, ile kichwa yake tu peke yake siku ikaleta maana kuliko nilivyokuwa naiona siku zingine. Ile kichwa cha ile jina la kitabu, nilikuwa napita hilo jina, haikuwa mara ya kwanza kuliona. Nilikuwa nikifungua naliona, napita. Mimi sio nimefungua hapa, ile jina likaonekana lina maana zaidi kuliko nilivyowahi kuliona. Jina la kitabu limeandikwa the day I was crucified, yani siku niliyosulubiwa. Siku niliyosulubiwa. Nani aliyesulubiwa?
Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo ukataka kunielekeza labda huyu aliyeandika alizungumza, kuna namna Yesu alizungumza naye akamsimulia matukio ya hiyo siku. Nikaamua nisome. Kichwa cha kitabu kimeandikwa siku niliyosulubiwa, the day I was crucified. Nikaanza kukisoma. Nilifika Arusha nimekimaliza. Na ukimaliza kusoma kile kitabu unaweza kufikiria, kujitafakari, kuokoka tena. Hata kama ulishaamini umeshaokoka vya kutosha, unaweza kujitafakari kuokoka tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye kusoma ndo nikagundua kumbe ni Yesu mwenyewe alimwendea mtumishi wake ambaye anaitwa Gene Edwards, ambaye ndiye aliandika, akamsimulia kila kitu, matukio yote kuanzia Getsemane mpaka kufufuka na mpaka kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa story kubwa sana inaisha pale kwenye kufufuka. Ni Yesu anaongea. Nikaanza kuelewa vitu ambavyo navisoma kwenye Biblia sijawahi kuvielewa. Nikaanza kuwa na undani mkubwa kuhusu mauti ya Yesu na nguvu ya Yesu ya kufa kwake na kufufuka kwake kuliko nilivyowahi kuijua tangu nimesoma Biblia na mpaka nikawa mhubiri. Sasa Yesu ndiye alieleza kwa huyu mwandishi nini kilifuata baada ya huyu jamaa kufa. Kwenye maisha ya huyu bwana baada ya kufa, ni Yesu alieleza kilichoendelea baada ya yule ndugu kufa. Haleluya. Anasema baada ya kufa, moja mambo very significant yalitokea, jambo kubwa lilitokea. Kulikuwa na lango kubwa, huo naongelea ulimwengu wa roho, lango kubwa linalotenganisha ulimwenguni na mbinguni. Malaika wapo mara zote kulilinda lile na wanaenjoy kuwepo kwa lile lango. Na tangu anguko mpaka wakati huo hakuna yeyote ambaye ni mwanadamu ambaye hufa, the mortal being, mwanadamu ambaye anakufa, aliwahi kupita kwenye lile lango kuingia upande wa pili wa lile lango. Ndo nikaanza kuelewa ule mfano wa Yesu aliyesema habari za nani, za yule tajiri na maskini Lazaro na Ibrahimu. Wote wanaonekana waliko panaitwa kuzimu, jina ni moja, kuzimu. Na Sulemani pia anaandika kwenye Mhubiri kwamba ukiwa na kazi ya kufanya ifanye kwa nguvu zako zote, kwa sababu huko kuzimu uendako hakuna kazi huko. Upata shughuli ya kufanya, fanya kwa nguvu zako zote, maana huko kuzimu uendako hakuna kazi. Bwana Yesu, kwa sababu kizazi cha wanadamu kilichoanguka hakikuwa na ruhusa kwenda upande wa pili wa lile lango. Kwa walikuwa wanabaki huku. Mungu anakaweka na pajua, lakini huku upande mwingine wa lile lango, ulimwengu wa roho mwingine wa lile lango, sio ule. Sasa mara Yesu alipokata roho, malaika wanasema, sasa ni Yesu anaeleza. Malaika walikuwa pale wanashangaa, lango limetoweka. Yaani hawakuliona liking'oka, ila walishtukia kama limeyeyuka. Limeenda wapi? Lilikuwa hapa, pamekuwa wazi. Sasa kutokea huko upande wa pili mpaka huu upande mwingine panaonana. Sema panaonana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Pande ule mwingine na upande huu mwingine panaonana. Katika ulimwengu wa roho pamefunguka.
Ndio ishara ile pazia iliyokatika wakati Yesu anakufa. Wakati automatically pazia linapasuka hekaluni, ndio muda huo na lile lango liliondoka, halipo. Bado wanashangaa lango limeenda wapi, lango limeenda wapi, lango limeenda wapi. Mara wakaona mtu anakuja, wakasema kiumbe gani kile? Wakikiangalia hakifanani na wanadamu, wakikiangalia hakifanani na malaika. Wakawa na shangaa wale malaika, kitu gani kile? Kuna kitu kinakuja. Kila wakijadili kinazidi kuwasogelea. Baadaye wakaanza kuona kina utukufu hawajai kuona kwa malaika yeyote. Kimeng'aa kuliko mng'ao ambao malaika wanao. Ndio nikaanza kugundua utukufu ambao watakatifu wanavaa katika roho si wa mfano wa malaika, ni mfano wa Yesu. Na maandiko yanasema haijadhihirika vizuri tutakavyokuwa, lakini tunajua kwamba atakapodhihirika tutafanana naye, kwa sababu tutamwona kama alivyo. Haleluya. Haijadhihirika tutakavyokuwa, lakini atakapodhihirika tutafanana naye, kwa sababu tutamwona kama alivyo. Sio level ya malaika, ni ile level ya utukufu wa kwake yeye mwenyewe. Wakaona kiumbe asichokielewa, wanajaribu kudhani ni malaika ambaye hatujawahi kumuona, labda kuna species nyingine malaika hatujawahi kuiona, lakini wakiangalia sio malaika. Kinakuja mpaka kikafika. Kilipofika kile kiumbe, wenyewe kwanza wakajaribu kutaka kukimbia, kwa sababu walidhani watakufa, kwa sababu mng'ao wake ni mkubwa. Walidhani hawatastahimili, wakasema tukimbie, lakini hawakukimbia. Kikafika kile kiumbe, kumbe kina sura ya mwanadamu, lakini utukufu wake ni mkubwa sana. Ule utukufu malaika wanashangaa, na chenye kikijiangalia hakijielewi. Inaweza kuuliza maswali, ninyi ndio malaika? Maana yeye hajawahi kuona malaika pia. Wanamwambia ndio. Kama ninyi ni malaika, mimi sasa ni nani? Who am I? What am I? Anajiuliza, mimi ni nani? Mimi ni kitu gani? Hivi mnavyoniona yawezekana ndivyo na mimi ninavyojiona? Wakamwambia, wewe ni zaidi ya unavyojiona. Tunavyokuona ni zaidi ya vile ambavyo wewe pengine unajifikiria. Baadaye wakawa nashindwa kujua ni kitu gani kimetokea, maana hawajawahi kuona kitu kama hicho. Baadaye yeye aliposema kwamba kuna mtu tulikuwa naye muda mfupi uliopita, aliniambia ya kwamba tutakuwa pamoja peponi. Ndio akaelewa ni yule jamaa. Malaika akamwambia, sasa tumekufahamu, wewe ulikuwa mwizi. Akasema, yes, nilikuwa mwizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ameniambia. Kwa nini nimeleta story hii? Katika mjadala ule wakati yake na malaika wakiwa na shangaa, kuna maneno huyu bwana aliongea. Malaika mmoja akasema, at least we know who you are. Another said, that is not possible. After all, remember what he was. He was an old thief. That old cheating, lying thief. Yani ni mwizi aliyebobea. Haleluya. Na yeye waliposema vile, kumbe wamemkumbusha. Akasema, now I remember. He exclaimed the thief. And he remembered me. Yani nasema, he remembered me.
Unajua kwa msalaba alimwambia unikumbuke. Sasa alivyo na kila kitu kinavyobadilika na malaika wanamshangaa, ndio nakumbuka, kumbe ndio hivi amenikumbuka. Akasema amenikumbuka. Kapaza sauti kubwa ya mshangao, exclamation. Mnajua ameshangaa, nasema amenikumbuka. Akakumbuka kwamba msalabani nilimwambia unikumbuke. Sasa kumbe alinikumbuka, amenibadilisha, niko hivi nilivyo. Kukaanza kuwepo stori nyingi. Sasa mazungumzo mengine sitaki kuendelea kuyazungumzia. Walikuwa naongelea jinsi alivyo, anauliza ninafananaje, mnanionaje? Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Nang'aa kama ninyi. Akamwambia wewe ni kwa mbali, unatuzidi kwa mbali. Utukufu unao ni mkubwa kuliko wetu kwa mbali sana. Sasa haya ni masimulizi Bwana Yesu alikuwa anasimulia kwenye kitabu kinaitwa The Day I Was Crucified. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kitu gani anajaribu kusema? Moja ya mambo ambayo uwe duniani au uwe mbinguni, kwa maana ya baada ya kufa, ni macho tu ya dunia hayawezi kukuonyesha utukufu unaotembea nao. Macho ya kibinadamu ya duniani hayana uwezo wa kukuonyesha utukufu unaokaa juu yako. Macho ya kibinadamu hayawezi kuwatazamisha wanadamu wa kawaida utukufu unaokaa juu ya kanisa. Utukufu unaokaa juu ya kanisa ni utukufu mkubwa, maana Mungu hakuahidi kwamba tufe ndo tuvae ule utukufu kama huyu bwana hapa. Alisema hivi, wale ulionipa wapo duniani, haleluya, walikuwa wako kanipa, neno lako nimewapa, nao wamelishika. Naomba sasa unitukuze kwa ule utukufu ambao mimi na wewe Baba tulikuwa nao kabla ya kuumba dunia. Haleluya. Naomba unitukuze, maana ule utukufu niliuacha kwa ajili ya kuja kutafuta wanadamu. Sasa kazi nimefanya, nimemaliza. Naomba sasa unitukuze kwa utukufu ule. Haleluya, 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 haleluya. Mimi nimekutukuza duniani kwa wanadamu, na mimi nitukuze kwa ule utukufu tuliokuwa nao pamoja kabla ya kuumba. Anaenda mstari wa 22, anasema Baba, ule utukufu ulionipa, maana yake kumbe alipomwomba nipe, bila shaka alimpa. Haleluya, haleluya. Halafu anasema ule utukufu ulionipa nimewapa. So we are walking in the glory. Tunatembea ndani ya utukufu, hatujijui. Kinachotuharibu, tunapoteza utukufu, ni haya makorokoro wakati mwingine tunayatenda humu duniani. Haya mavinyongonyongo hayo, haya maneno haya kuchongeana na kuchokozana huku, kunatuibia utukufu. But we are highly glorified. Tumevikwa utukufu mkubwa sana. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Tunaishi si watu wa kawaida, tunaishi ndani ya utukufu mkubwa sana. Tunatembea ndani ya utukufu, tunatenda kazi zetu ndani ya utukufu mkubwa sana, tunaongea neno la Mungu ndani ya utukufu mkubwa. Na ule utukufu ni ule wa Yesu, wala si wa malaika. Ni ule utukufu wa Bwana Yesu ametupa, kama alivyosema ya kwamba aliowaita aliwahesabia haki. Alipohesabia haki akawatukuza.
Jina la Yesu libarikiwe. Nataka kusema, napotaka kwenda kwenye maombi, Mungu akikutukuza, Mungu akikutukuza, hili anga lote linajua Mungu amekutukuza. Haleluya. Mazingira uliomo yanaelewa Mungu amekutukuza. Viumbe vyote vinaelewa Mungu amekutukuza. Kuna namna ambavyo utaanza kuishi, utaona Mungu anaweka vitu chini ya mamlaka yako. Mungu anakutiishia vitu, Mungu anakufanyia vitu vinakuwa vyepesi, kwa sababu utisho, utukufu ulioko juu yako unafanya nguvu za upinzani zinayeyuka mbele yako. Nguvu za giza zinayeyuka mbele zako. Dunia inatetemeka mbele yako kwa sababu ya utukufu unaotembea nao. Mungu atusaidie kujitambua. Mungu alisaidie kanisa kujitambua. Mungu awasaidie waamini kujitambua. Nini nachoongea ni kwamba wakati mwingine hatuko tunavyopasa kuwa. Haleluya. Na mapepo yanashangaa, na shetani anashangaa, na malaika wanashangaa. Hatuko tunavyopasa kuwa. Mapepo yanashangaa, malaika pia wanashangaa, na shetani pia anashangaa. Kwa nini hatujui? Kwa nini hatujitambui? Kwa nini hatuishi na kunena na kutenda na kutembea na kuenenda kama watu wamo ndani ya Mungu mtukufu aliyewarithisha utukufu? Jina la Kristo Yesu libarikiwe. Kwa tunapoomba Mungu nikumbuke kwenye ufalme, tuombe Mungu katika ufalme nikumbuke, nisipoteze utukufu wa Mungu, nisipoteze utukufu wa kifalme. Ni utukufu wa kifalme ndio unaofanya mambo yananyenyekea na kutetemeka na kuogopa na kwenda utakavyo. Kwa sababu neno mfalme, tafsiri ya neno mfalme ni mtawala mwenye mamlaka ya juu kuliko mamlaka zingine zilizoko. Umenielewa vizuri? Umenielewa vizuri? Kwa mamlaka ya kifalme ndio inakufanya kuwa si mtu wa kawaida. Ndio inakufanya maneno unayosema yanatimia. Ndio inayofanya uelekeo unaoelekeza mambo yanafuata uelekeo. Ni mamlaka ya kifalme ndio nafanya hata anga na hali za kawaida za hewa za kawaida zinatii. Ni mamlaka ya kifalme ndio ilifanya Yesu anaambia upepo tulia, unatulia, bahari tulia, inatulia. Ni mamlaka ya kifalme nilikuwa naambia mapepo ondoka, yanaondoka. Ni mamlaka ya kifalme ndio ilikuwa inasema samaki njoo kwenye nyavu za pita, inakuja kwa sababu ya mamlaka ya kifalme. Haleluya. Haleluya. Na ule utukufu ni wa kifalme. It's the kingly glory. Omba Mungu huu mwaka, na sio huu mwaka, yani kuanzia tarehe ya leo uanze kutembea kwenye utukufu wa kifalme. Na kama kulikuwa na hayo yanayoondoa utukufu, mwambie leo naachana nayo hapa. Siwezi kustahimili wala kuthubutu kuishi maisha yaliyopoteza huu utukufu. I can't afford kuishi maisha yaliyopoteza huu utukufu. Mungu akusaidie uishi maisha yaliyohifadhi huu utukufu, na unaishi ndani ya huo, na unatembea katika huo, unatenda katika huo, unaongea katika huo, unafanya mambo yako katika huo. Utaanza kuona
wewe sio yule wa kawaida tena. Hata dunia itajua na mapepo yatajua kwamba huyu sasa amekuwa mtu mwingine. Umenielewa vizuri? Dunia itajua, anga hili unaloliona litajua, hata udongo, ardhi unayoilima itajua sasa anayelima wakati huo sio yule alilima mwaka jana. Is more glorified, mpaka rutuba yenyewe inakubali. Haleluya, haleluya. Mungu akusaidie na Mungu alisaidie kanisa lake. Tusimame. Nisikilize kidogo. Wakati tunaimba hapa sasa hivi, Roho wa Mungu ameniambia leo tusiombe chochote. Leo tumtukuze Mungu tu. Leo tuseme maneno ya kumtukuza Mungu. Moyo wako mtukuze kwa kadri ambavyo unaweza kumtukuza, kwa kadri unavyoweza kumwadhimisha, kwa kadri unavyoweza kumuinua. Wakati unafanya hivyo, kutatokea hali ya kufunguka kwa anga la kiroho, na utukufu wa Mungu utakuwa kuja, utafunika maisha yako, utafunika maisha ya kanisa, utatamia maisha ya kanisa. Kwa hatutaomba tena kama nilikuwa nimesema. Naomba mnapotuongoza kuimba, tukiwa tunaimba nyimbo kama huu, tukiwa tunaimba, halafu kila mmoja ataingia kwenye maombi, lakini si maombi ya kuomba kwamba Mungu nipe hiki nifanyie hiki. Ni maombi ya kumwambia wewe ni mtukufu, wewe ni mtakatifu, wewe umeinuliwa, wewe ni Bwana, wewe una nguvu, wewe ni mamlaka yote, wewe ni kusifu. Yaani unasema maneno ya lugha aina hiyo ndio inatakiwa katika jioni ya leo. Na halafu kuna machio mkubwa unaokwenda kutokea. Endelea kumwadhimisha Bwana, endelea kusifia jina lake, endelea kusifia utukufu wake. Bwana Isaia kama na enzi, na ukiona uje kwenye madhabahu ukapate kumimina sifa na heshima za Mungu kwa madhabahuni, usijizuie, njoo mwadhimishe Bwana. Ukiona ugaregare chini, ukiona ugaregare chini, mwadhimishe Bwana, mwadhimishe Bwana, mwadhimishe Bwana. Tukuza jina lake, sifu jina lake. Kadama jina lenu unajua majina yote. Raka ya baba ya baba yokoro soko ya baba yenda rabo ya baba seke yanda rabo ya bazandara baba yindiri ya bazandara baba
You are so holy. You are holy, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy to be magnified, to be blessed, Father, to be glorified, Lord, to be exalted, Lord. In the mighty name of Jesus Christ, we come in adoration of your name. We come before you in worship of your holy name, Father. In worship of your holy and wonderful name, Lord. We worship, Lord. We worship, Lord. Before your throne, Father. Before the holy holies, Father. We present ourselves for our God. In worship of your name, Father. We have brought your holy throne, Father. For the holy majesty, Lord. In worship of you, Father. In worship of you, Jesus. In worship of your King of Kings, Father. You reign, Father. You reign over the universe, Father. You reign over the eternity, Lord. We worship, Lord. We worship, Lord. We bless you, Lord. We magnify you, Lord. We magnify your holy God of them, Father. In the mighty name of Jesus, you are worthy to be magnified, Lord. Worthy to be praised, Lord. Worthy to be praised, Lord. Worthy to be glorified, Father God. We come in adoration of your name. We come in adoration of your name. Rabbe Shakayabo. Yemo Shakayaba. Yemo Rabazandarabo. Yikirebo Rabazandaraba. Yibraboka. Shimatera Kotra. Agamatera Kotra. Poke autokoso. Poke autokoso. Poke autokoso. Poke autokoso. Poke shukrani. Poke shukrani. Poke shukrani. Tunakupa shukrani. Tunakupa shukrani. Tunakupa shukrani. Pokea Bwana. Pokea Bwana. Pokea Bwana. Pokea Bwana. Pokea Bwana. Pokea Bwana. Tunakupa Bwana. Tunakupa Bwana. Tunakupa shukrani. Pokea Bwana. Pokea Bwana. Tunakupa shukrani. Tunakupa heshima. Tunakupa heshima. Pokea Mfalme. Pokea Mfalme. Pokea Mfalme. Pokea Bwana. 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 Pokea utukufu. Pokea utukufu. Pokea utukufu. Pokea shukrani. Tunakutukuza jina lako. Tunakutukuza. 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 Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ni amashtukuza. Kuna watu Mungu anawaponya. Kuna watu Mungu anawaponya. Kuna watu Mungu anafungulia njia. Kuna watu ambao maombi ya muda mrefu yanajibiwa jioni ya leo. Kuna watu maombi yao ya miaka mingi ya muda mrefu yanajibiwa leo. Kuna watu mateso yao ya siku nyingi yanaondolewa leo.